Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa umri niliokuwa nao, kuna baadhi ya vitu nimevishiriki, sio kwa kuambiwa. Kwa hiyo hata migogoro ambayo inatokea ya sitofahamu, huyu anaongea hili, kwa bahati nzuri kuna baadhi ya vitu ambavyo bado viko kwenye kichwa changu na nimekumbuka. Mohamed Dewji ndo Mtanzania wa kwanza kudiriki kusema anataka kubadilisha mfumo wa mpira wa Tanzania. Utoke kwenye hapa tulipo tuende kwenye mfumo, kwenye style nyingine. Yes, na baada ya mazungumzo yale akasema yeye kama Mohamed ataweka bilioni 20 ya uwekezaji wake ila utakapokamilisha hiyo mfumo. Lakini baada ya kuzungumza yale kama miaka 8-9 iliyopita, hapa katikati kumekuwa kuna mambo mengi sana. Kwanza mfumo ule mpaka umekuja kuingia kidogo, watu wameweza kuelewa. Kulikuwa kuna vita kubwa baina ya Simba na Simba, watu walikuwa na mvutano. Kuna watu walikuwa wanaishi kwenye hii klabu kwa kutegemea baadhi ya mambo yao yaende kwa kupitia klabu. Kwa hiyo ukija ule mfumo kuna vitu vyao vitaharibu. Tulipata shida sana mpaka mfumo ukaja kidogo kuonekana kama huko sasa hivi huko kwenye klabu. Lakini ukiachia hilo, kuna baadhi ya vitu watu wanavipindisha sana. Mohamed Dewji baada ya lile swala la kadi, kuna neno kaliandika kwenye page ya club kwamba kauliza mfumo umefikia wapi. Ana maana kusema kweli, kuna vitu vinafanyika sio sawa. Nisema ukweli, kwa atakayechukia alichukia, lakini mimi napenda nizungumze ukweli ili kila mtu ajue. Tunatambua wingi wa wanachama wa klabu ni faida yake, na kila mwana Simba akiwa na kadi anakuwa ana nguvu katika klabu yake. Lakini sio utoe kadi kwa sababu ya maslahi yako na ndio utoe kadi. Toa kadi kwa maslahi ya klabu ya Simba, na hata umempa kadi naye ajue ile kadi thamani yake na maana yake ni nini. Nimezungumza hivyo kwa sababu mfumo wa utoaji wa kadi, mkutano mkuu wa klabu ya Simba ndio ulisimamisha ule mfumo, na sio niliamua mimi Shabani au akaamua mtu mwingine, ila mkutano mkuu wa wanachama ulisimamishwa kwa sababu ya wakati tunaenda kwenye huu mfumo wa mabadiliko. Kuna siku tulitengeneza au kuna hoja ilitengenezwa kwamba mfumo ukikamilika kutakuwa kuna hisa na upande wa wanachama na upande wa wachezaji. Lakini wanachama tunanufaika vipi na mfumo? Kuna baadhi ya vitu wakawa wametueleza, lakini baada ya kutueleza tukasema haiwezekani mwanachama wa zamani na mwanachama mpya thamani ya hisa iwe sawa. Lazima kuwe kuna utofauti. Kuna watu walichukua kadi kutoka mwanzo mpaka mfumo unakuja, lakini kuna wanachama wanataka kuingia patakapopata mfumo wa hisa. Kwa hiyo tukakubaliana ile zoezi lisimame la utoaji wa kadi katika mkutano mkuu, na mkutano uliridhia, na mkutano ule ulikuwa halali kabisa kwamba zoezi lisimame mpaka mfumo utakapokamilika, tujue gharama za wale watakaoingia zitakuwaje, na sisi wanachama wa zamani gharama zetu zitakuwaje. Mkutano uliopita mwenyekiti Murtala Mangungu, kwanza mfumo kadi zimesimama kwa mrefu, watu wengi wanalalamika. Lakini kwenye mkutano uliopita mwenyekiti Murtala Mangungu akasema yeye atatoa kadi kuanzia tarehe 5 mwezi wa kwanza, na hiyo haikuwa hoja ya kujadiliana kwamba tumefikia hapa kwenye huu mfumo, ila alisema kwa sababu watu wana ndugu zao wanahitaji kadi, watu wakaona ni sawa. Ila ukiachia kwenye mkutano mkuu, kuna mtu mwingine kaingia kwenye Simba, familia ya uongozi wa Simba, ambaye ni huyu mwekezaji. Mwanzo tulikuwa wenyewe tu kama wanachama, mwenyekiti akisema tunakubali, lakini wakati tunasema zoezi lile mpaka mfumo ukamilike na mwekezaji alikuwepo. Kwa hiyo baada ya juzi mwenyekiti wa klabu ya Simba kusema kwamba kadi zinaanza kutoka kuanzia mwezi wa 3 tarehe 27, mwekezaji alikuwa yuko sahihi kuuliza lile swali. Lakini kosa la mwekezaji, aliulizia lile swali wapi na muda gani. Hilo na Dar es Salaam. Mohamed Dewji kuuliza lile swali yuko sahihi kabisa. Yuko sahihi. Lakini wakati na muda aliyeuliza na sehemu gani alipoulizia, hapo ndio alikokosea. Katika pale Mohamed kakosea. Sababu kwenye kile kikao nilimuona mwenyekiti wa bodi ambaye yeye ndio mwakilishi wake Mtemaguni. Lakini hata hivyo nimesikia hata mjumbe na Babla Gonzalez ambaye ni mjumbe wa kwenye bodi yake, nasikia na yeye alikuwepo, hata kama tukumuona pale, lakini inaonekana yeye alifika katika eneo la tukio. Sasa Mohamed alikuwa na uwezo baada ya zile taarifa kuwauliza wale aliowapa mamlaka wakina Magoli, mbona mmekiuka
makubaliano ya kwenye mkutano mkuu. Tulikubaliana mfumo ukamilike, tukae chini, tutathmini wanachama waliokuwepo, then tuingize wanachama wengine wapya. Lakini leo inaonekana mnaingiza wanachama wapya kabla mfumo haujakamilika. Na inaonekana hata hiyo katiba yetu huko BMT sio wapi bado haijarudi. Kwa hiyo kitu alichokiuliza Mohamed ndio sahihi, lakini sehemu alipoulizia na muda ambao kauliza na kitu alichokiuliza ni kitu ambacho ameleta sitofahamu kwa watu wengi, kwa maana story imekuwa hiyo. Lakini viongozi wetu wametoka nje ya katiba yetu na utaratibu wetu. Kama zoezi lilisimamishwa katika mkutano mkuu, ilikuwa ni waje watueleze kwamba viongozi wa klabu yenu tumejadili hili na hili na hili, lakini tunaona mfumo moja mbili tatu, tunaomba sasa hivi mfumo urudi wa utoaji wa kadi. Lakini sisi mwenyekiti katupa taarifa tu kwamba tarehe 5 mwezi wa pili natoa kadi. Sijui umeelewa vizuri. Mimi napenda kufuata kile kitu ambacho watu wanasema. Ndio maneno yanasema mwenyekiti. Ndio maana sasa ndo inakuja sasa kujirudia kwamba mwenyekiti kufunga kikao kiuni alikosea. Katika vitu ambavyo kuna vipengele 6 vilijadiliwa ambavyo kilikalika kikao cha kamati ya upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Kuna baadhi ya vipengele 6 vilijadiliwa viingizwe kwenye katiba yetu. Baada ya yule mwenyekiti wa ile kamati kutusomea. Mwenyekiti sisi tukamwambia mwenyekiti kuna vitu lazima utuulize sisi tumeridhia. Mwenyekiti akasema kwa mujibu wa maneno ya baada ya kikao kuvunjwa. Kile sio kikao cha familia, sio kila mtu lazima aulize. Leo kwenye kujadili mustakabali ule ulitushirikisha. Kwenye kutoa maamuzi ya vitu vilivyojadili leo sio kikao cha familia. Kwani wakati siku tunaenda kujadiliana habari za kufunga zoezi la kadi na kuingiza mwekezaji, hatukujadiliana kwa hoja. Kwa nini leo tuambie sio kila mtu aulize maswali, kile sio kikao cha familia? Tunarudi tena kwamba mwenyekiti alikosea. Na huu ndio msimamo wangu, mwenyekiti kwenye hila ni kweli na alikosea. Sasa yanakuja majibu sasa ya kile kikao baada ya kuvunja kihuni. Mwekezaji anauliza mfumo mmekamilisha mpaka mpelekaji. Kwa hiyo hapa kuna uhuni hapa katikati. Kuna uhuni hapa katikati unatumika. Watu wanataka kutoa kadi kwa sababu ya maslahi yao binafsi, sio kwa sababu ya maslahi ya klabu. Kama ingekuwa kwa maslahi ya klabu, tungeheshimu makubaliano ya mkutano mkuu. Sisi wanachama na kama malofa, ila si ndio wenye Simba. Ndio maana hata kiongozi kigombea unakuja kwenye matawi yetu mpaka usiku wa manane, mtu anakungata na baridi. Na unaacha familia yako na mkeo. Kwa nini msijadiliane na mkeo ukaja kuombea uongozi na kuja kwetu ukatuomba kula? Kwa nini leo kwenye maamuzi tuseme sio hiki sio kikao cha familia? Wanachama wa matawi na viongozi wa matawi tuamke. Turudi kwenye mfumo wa Simba, tusirudi katika sehemu ya mtu na kwa sababu kiongozi fulani anakupanga milangoni, anakupa kazi, unamuona wa thamani kwa vitu hata kama anatoka nje ya utaratibu wetu. Mimi kama mwenyekiti wa mtawi wa Mpenda Pesa, mimi nasimama kwa kitu tulichokubaliana. Huo ndio msimamo wa tawi. Na hata wanachama wangu wanasimama kwa msimamo huo. Leo mwenyekiti wa bodi anahoji. Kuna wachambuzi, kuna watu wanaiongelea Simba, wamepewa mamlaka ya kuongea, wanazungumza, wanamuona mwekezaji hataki kutoa kadi, mwekezaji anakataa wanachama. Mwekezaji atakataa wanachama, asingefika na sisi hapa tulipo. Tuzungumze ukweli. Mohamed ameiomba Simba, kaiomba barabarani. Hakuiomba katika mikutano. Kwenye mikutano kuna wanachama au kuna watu wanachama. Kwa nini leo Mohamed sisi hata tukatae? Kuna watu wanatengeneza sehemu. Mimi simtetei Mohamed na mimi wala sio timu Mohamed. Mimi timu Simba Sports Club ila anafuata utaratibu. Kama tulikubaliana kitu katika mkutano mkuu kiende kwenye mkutano mkuu. Na inaonekana ni kama tajiri anaogopa pengine wanachama wake kusajiliwa pengine thamani ya Simba itapanda zaidi. Itakupa kiwango ambacho yamekiweka halisi. Hata yeye anajua thamani ya klabu lazima ipande, ile fanya biashara. Mohamed ana vitu vingi sana. Mimi kwa kweli hamna kitu kigumu kuendesha duniani kama biashara. Hela yako shilingi 200 inabidi izae iwe milioni 10. Ndio anachofanya Mohamed. Atashindwa hii taasisi ya Simba tu kujua mabadiliko ya wanachama wanaoingia tunafanyaje? Atashindwa. Sema kuna watu wanakwamisha. Mohamed leo anakaa na watu wafanya biashara wakubwa matajiri tofauti duniani. Atashindwa taasisi ya Simba kukaa na hao kina Mangu. Ila kuna watu wanagonganisha waya hapa. Na hawa ndio wanaorudisha klabu yetu nyuma. Mimi hata Mungu nakwambia ukweli. Kwa sababu kama kitu tulikubaliana, kwa nini uamue peke yako? Leo wanachama tunadharaulika na kudhalilika.
Leo sisi tunapiga ngoma. Kauli hii kuna kiongozi anaiongea mkubwa tu wa Simba. Kile sio kikao cha ngoma, kwamba kila mtu aseme. Kile sio kikao cha familia, kila mtu aseme. Lakini watambue ngoma ina thamani kwenye Simba kuliko hata uongozi uliokuwa madarakani. Mimi nakwambia. Ngoma imepeleka tunzo hizo kwenye Simba. Ngoma si ndio ya mashabiki. Mashabiki wamebeba kombe la dabi ya Simba na Yanga. Kombe aliko Simba. Mashabiki wa klabu ya Simba ndio wamechukua tunzo ya mashabiki bora Afrika. Tunzo haiko Simba. Wao wametuletea nini? Tuzungumze ukweli. Uje dada, mimi nikwambie kitu. Usiwadharau watu waliokuwa nao. Na hii ndio shida ya uongozi wa sasa wa Simba. Wanawadharau watu waliokuwa nao. Mwisho wa siku wanaambukiza mpaka watu wengine wao kwa wenyewe wanadharauliana. Mwisho wa siku unatokea mgogoro. Jana